Bana, bado tunaendelea kushuhudia pia mambo mengi zaidi ambayo yanaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Sasa hivi tutaona au tutarajia mambo mengi zaidi. Tunaona sasa hivi aliyokuwa mkuu wa mkoa wa Arusha, anamzungumzia Paul Christian Makonda, rasmi sasa hivi ametolewa katika nafasi hiyo ya mkuu wa mkoa wa Arusha, na sasa hivi yupo Kenan Kiongozi pale ambaye yeye ndio mkuu wa mkoa wa Arusha sasa hivi. Kwa hiyo ni rasmi sasa. Sio ajabu mwezi wa 10 au katika masuala ya kampeni pale tukaona Makonda akasimama bana katika jimbo la Arusha mjini, na yeye akasimama kama mbunge pale, kwa sababu tunafahamu kuna issue mbalimbali zilikuwa zinaendelea juu ya mbunge wa Arusha mjini, na mzungumzia Mrisho Gambo, ambaye yeye alikuwa na mambo mengi zaidi ikiwemo kule bungeni kwa yale masuala ambayo alisema kwamba kuna fedha zilizoliwa, ikaibua mambo mengi zaidi, ikapeleka mpaka mkuu wa mkoa wa Arusha na mzungumzia Makonda akamwambia, alipokuja kwenye ziara Arusha, akamwambia aombe msamaha na waombe radhi bana wana Arusha, lakini yeye hakufanya hivyo. Lakini pia tuliona Gambo alitulia na mwisho wa siku mambo yakaendelea, lakini kuanzia pale hakukuwa na maelewano mazuri kabisa kati ya Gambo pamoja na Mrisho Gambo pamoja na Makonda. Kwa hiyo ikawa sitofahamu inaendelea hivyo, lakini mpaka sasa hivi tunaona mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda sasa hivi sio mkuu wa mkoa wa Arusha tena, yeye ametulia, na sasa hivi pengine yeye sasa hivi yuko neutral na kazi ana nini, na sasa hivi Kenan yeye ndo amekaa au amechukua nafasi yake ya mkuu wa mkoa wa Arusha. Kwa hiyo wengi wanadai kwamba pengine sasa hivi tunaweza tukaona Mrisho Gambo akapigwa chini na akachukua nafasi kama kaida Makonda akawa mbunge wa Arusha mjini. Utakumbuka Makonda amekuwa na influence kubwa, yani ushawishi mkubwa zaidi ambao unapelekea mpaka kila mtu anamkubali na anatamani sana yeye kuwa kiongozi. Utakumbuka hata watu wa Arusha walikuwa wanadai kwamba hawataki kiongozi mwingine, ile hali wanamtaka tu Makonda bana aweze kuwa kiongozi na aweze kuwaongoza. Kwa hiyo kwa sasa hivi za chini wanadai kwamba pengine Mrisho Gambo ashapigwa chini, na sasa hivi tunaona mtafaruko, mambo ni mengi zaidi ambayo yanaendelea ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM. Huyu akiwa anatoka, huyu anaingia, huyu anafanya hivi, yani mambo ni mengi zaidi. Kwa hiyo sisi tusubiri tuone kwamba hii game itafika wapi, na kesho kutwa tu hapa tunaingia kwenye uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Kwa hiyo sio ajabu tukaona Mrisho Gambo na yeye mwenyewe akapigwa chini kwa mwi, watu wengine wakaendelea na kuongoza au kushika hatamu. Kwa hiyo sio ajabu sasa hivi tukaona mrithi wa Mrisho Gambo akawa ni Makonda. Tusubiri tuone kwamba itakuwaje, lakini kubwa zaidi mambo ndivyo hiyo yalivyo bana ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM, ni kwamba sasa hivi hakuna maelewano ya moja kwa moja, huyu kampigia kikumbo, huyu kaingia, huyu katoka huku. Kwa hiyo mambo ndivyo yalivyo. Utakumbuka pia hata Wasira mwenyewe kwa siku jana alizungumza akasema kwamba yeye kwa wale wabunge ambao waliwapandishia wapiga kura vio watajijua wenyewe mabungeni, kwa hiyo majimboni. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa jinsi gani mambo yalivyo. Taarifa zote za kisiasa tutakusogezea hapa pamoja na za burudani, lakini kubwa zaidi usisahau na kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV. Subscribe channel yetu ya BM Basha TV, na leo msanii wetu tunamzungumzia ndio huyu hapa.